Ni siku ya Jumamosi nzuri kabisa ambayo tumepata nafasi ya kuamka tena tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025. Mimi naitwa Steve Kizito, kama ada na kawaida kila Jumamosi kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana tunakuwa na madaktari kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe kwenye kipindi chetu cha Afya Kwanza, na tunajadili mambo mbalimbali kuhusu afya zetu, na tumekuwa tukikuasa pia ambayo natusikiliza kutoka sehemu zozote zile kujitahidi kushiriki na sisi, kwa sababu madaktari hawa wanakuja wanatamani pia kujua wewe unaelewa nini. Je, changamoto gani ambayo unatamani uweze kupatiwa majibu? Na hivyo tunakuasa kutumia namba yetu ya jumbe mfupi ya 0747130140. Na leo madaktari hawa tutazungumza kuhusu magonjwa ya mlipuko au magonjwa ya dharura. Na kama ambavyo tunafahamu sasa hivi tunapitia kwenye mitandao ya kijamii ambako ndio dunia ilipo, tunaona watu wengi wanaweka picha kwa kionyesha jinsi gani ambavyo wameathirika na ugonjwa wa monkeypox, mpox, ugonjwa ambao umeibuka siku za hivi karibuni, na tulitangaziwa hivi majuzi kwamba Tanzania pia tulipata kisa hicho. Je, madaktari hawa kutoka hospitali ya rufaa wao wanataka tuambie nini? Ni namna gani sisi kama wananchi tunatakiwa tujikinge? Tunatakiwa tutambue ni dalili zipi ambazo tukiziona kwenye miili yetu kama si ya kawaida, na tukitambua tufanye nini? Kuna huduma ya kwanza, au kama sio tufanye nini baada kuhisi kuna mtu ambaye tunamuhisia yuko na changamoto hiyo? Tumshauri aende wapi? Kabla ya kwenda huko afanye nini? Tuko hapa na madaktari. Karibu sana brother, habari za asubuhi? Asante, salama sana ndugu mtangazaji. Uko vizuri? Sasa niko poa. Habari ya rufaa? Salama kabisa, sisi wazima. Karibuni sana, na waona mko na nyuso za bashasha. Tunashukuru. Karibu sana. Tuko na madaktari nani na nani, na tuende kwenye jambo letu ambalo la msingi sana kwa ajili ya watu wetu. Asante. Mimi naitwa Dr. Robert Masele, niko hospitali ya mkoa wa Njombe. Ndo Masele mwenyewe. Karibu brother. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Alifa Hassan Khalid. Ndio. Niko hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe. Sawa, kwa tuko na daktari Masele, tuko na daktari Halifa, lakini pia tuko na daktari mwingine. Asante ndugu mtangazaji. Labda mimi nijitambulishe, mimi naitwa Aula Eliki na sio daktari, lakini ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma kwa mkoa wa Njombe. Masele, karibu sana. Kwanza tunapozungumza kuhusiana na hili swala, tutambulishe kwanza jambo ni lipi kwanza ambalo hasa jamii inatakiwa lifahamu ambalo tunaenda kuongea nalo leo. Sisi tumefika leo hapa Kings FM kwa ajili ya kuzungumza kuhusu ugonjwa wa mpox au monkeypox. Kwa Kiswahili tunaita homa ya nyani, ambao tumeona kumekuwa na sintofahamu kidogo inaendelea nchini kwetu. Kwa hiyo tukasema ni vizuri tufike kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kuelimishana na wananchi wetu, ili tusije tukaingia kwenye hilo janga, na kama tutapata hiyo changamoto watu gani waweze kuchukua ili waweze kujikinga na kazi za kawaida ziweze kuendelea. Kwa hiyo kwa kuanzia mpox ni mojawapo ya magonjwa yanayosababishwa na virusi, na kirusi hiki kinafahamika kwa jina la monkeypox, na ugonjwa huko muda mrefu sana duniani, lakini sisi kama Tanzania ndo tumeanza kupata hivi, na tunapata mshtuko. Kesi zimeanza kuripotiwa mwaka huu, lakini miaka ya nyuma huko tulikuwa tujawahi kupata hizi cases. Kwa hiyo kwa kuanzia ugonjwa huu ulijulikana duniani kama mwaka 1958 nchini Denmark. Kesi za kwanza kupatikana kwa 1958. Zamani sana. Muda mrefu. Wataalamu wana sayansi walikuwa wanafanya tafiti mbalimbali, na ikaonekana virusi hivi vinapatikana kwa wanyama jamii ya ngedele, nyani, na hata ukiangalia nchi nyingi ambazo zinaonekana zina misitu mikubwa na jamii ya wanyama wanapatikana kwa wingi, ndio kwa kiasi kikubwa zinakuwa zinapata hii changamoto ya ugonjwa huu wa monkeypox. Na inafupishwa kuwa mpox kwa ajili ya kupunguza unyanyapaa. Unajua mtu akisema homa ya nyani kimsingi ni kitu kilichotoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, ambacho inakuwa tofauti na maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ni kitu kilichotoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Kwa tunavyoita mpox tunaitoa ile monkey, kwamba tukitaja kama ni nyani katuletea, maana tunamnyanyapa huyu mnyama. Lakini mbona yeye hajajali kuhusu sisi? Inawezekana sasa ni viumbe mbalimbali vya binadamu na ufahamu, lakini ni katika jitihada za kupunguza tu unyanyapaa. Ndio. Kwa maana tunaongelea hapa sasa haki za wanyama. Ni kweli ndio imetoka kwake, lakini ana haki yake huyu. Ni kweli. Na kimsingi virusi hao wanakaa kwa wale wanyama na kwa hawana changamoto yoyote. Changamoto inaanza tu wakitoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Na binadamu anaweza akapata kwa kula nyama mbichi au kupata mikwaruzo
kupata mikwaruzo, kama hasa zile jamii tunazofahamu wanaenda kwa uwindaji, wanaokaa misituni wakiwa na kimbizana na wale wanyama, akipata mikwaruzo anaweza akapata hayo maambukizi, na yakisha ingia kwa binadamu tunaanza kuona changamoto mbalimbali binadamu anaweza akazipata, ila wakiwa kwa wale wanyama virusi wanakuwa hawana changamoto yoyote. Kama hivi sasa hivi ukiangalia TikTok, Instagram, kuna jamii fulani na trend sana mtandaoni wa uwindaji, ya kiwindaji. Unakuta jamaa ameua nyani, kabeba mgongoni, wameenda wanachemsha, wanamla. Kwa tabia kama hizo. Tabia kama hizo sisi kama madaktari tunazikataza sana, zisiendelee na zisifanyike. Kula hizo nyama za hao wanyama ambao tumeona kweli kutakuwa na changamoto. Na tumeona cases kweli. Hapa nchini zimeripotiwa na kweli watu wanapata changamoto sana. Hata ndugu mwandishi umeona kwenye TikTok watu wanatoa zile picha, wamepata mapele makubwa na changamoto mbalimbali. Na pia ni ugonjwa ambao unaenea kwa kasi sana. Ndio maana kama serikali inachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha inadhibiti. Ni ugonjwa ambao unaenea kwa kasi sana. Kwa hiyo tukiruhusu, manake jamii kubwa itapata maambukizi, pia changamoto itarudi kwenye serikali kwenye eneo la matibabu. Unaweza kuwa na watu wengi afu utaratibu wa matibabu pia ukawa unasumbua kona baada ni kubwa. Kwa sababu magonjwa mlipuko kama tunavyofahamu Dr. Masele ni kwamba hayabishi hodi, alafu hauwezi kujua ni muda gani ambao yatakuja. Kwa lazima sisi wenyewe unavyokuwa unapewa tahadhari uweze kutumia akili yako pia. Kwamba hii ikija inaweza kanikuta sina chochote. Pengine swali pia parefu na pengine tayari serikali haijajiandaa kwamba kuna hili swala. Ikinikuta ya kwangu. Ni kweli ndugu mtangazaji. Lakini kimsingi serikali inahitaji kuhudumia wananchi wake. Na ndio maana sasa hivi tunaongelea bima kwa wote. Lakini tumeona kweli changamoto. Kuna mtu anafika kwenye kituo cha afya, anakuwa hana kitu cha kulipia na matibabu yanatolewa kwa kuchangia gharama. Inawezekana akawa hana bima, hana kitu chochote. Kwa hiyo inaleta tena changamoto kwenye serikali. Je, huyu mtu anafanywaje? Je, aachwe atibiwe au ndo apewe msamaha tena, ambao hizo dawa zinalipwa na nani? Serikali, ambao pia tungeweza kutumia hizo fursa kwa maendeleo mengine. Okay. Sawa. Nadhani kwa ufupi tumeweza kufahamu hii mpox ni nini, lakini kwa namna gani njia ambayo inaweza kutumika moja kwa moja inaenda kwa mwanadamu moja kwa moja kupokea kutoka huko. Tumeongea tu kwa ufupi kwa kutizi kama watu tunaona wanatumia vitoweo vya wanyama hawa ambao ni wa misituni kwa ajili ya kula, ndo njia kuu ya kwanza ambayo inapelekea watu kuambukizwa virusi hivi vya mpox. Lakini kuna njia nyingi. Tutarejea hapa kuweza kufahamu njia hizo. Je, kwenye jamii yetu kuna tabia gani? Watu wa jamii ya mkoa wa Njombe tunakula hawa wanyama? Tumeacha kula kweli ng'ombe tukale tu nyani? Si tunasula huruma tule kama mtu tule jamaa. Haifai. Tutarejea hapa. Jeff, nimefunga battery ya solar ambayo wanakuwa na hivi vimelea au hivi virusi. Tunawezaje sisi kupata? Tumeangalia njia moja ya kutumia kitoweo, lakini njia nyingine ni zipi Dr. Masele? Kama nilivyosema, njia nyingine ni kutoka kwa mnyama sasa kuja kwa binadamu. Kama mnyama anamngata binadamu na huyo mnyama ana hivyo virusi, anaweza akamsababishia. Kwa hiyo issue ni kutoka kwa mnyama kisha kuja kwa binadamu, kunakuwa na maambukizi kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa mwingine. Kama tulivyoeleza, kugusana kwenye maji mbalimbali yanapatikana mwilini, kwenye jasho, machozi, mate, chochote kimiminika chochote kwenye mwili kinaweza kusababisha mtu akapata maambukizi ya ugonjwa wa monkeypox. Kwa hiyo haihusishi labda michubuko tofauti na maambukizi kama virusi vya ukimwi? Ni maji kwenye virusi vya ukimwi ni mgusano kati ya damu lakini hapa tunaambia maji yoyote yanayopatikana kwenye mwili yanabeba hivi virusi. Kwa hiyo ndio maana katika tutakuja kuzungumzia kwenye kinga. Ndio maana tuna kipindi hiki kama serikali inashauri kupunguza sana kushikana mikono, kukumbatiana, kubusiana. Kwa hiyo ni njia moja wapo zinazoweza kupelekea mtu mmoja akamwambukiza mwenye vimelea akampelekea mtu mwingine kupata ugonjwa wa mpox. Kwa maana hiyo unataka uniambie kwamba jamii zetu hasa zinatakiwa ziache ile kawaida kwanza kusalimiana mikononi? Ndio ndugu mtangazaji, kipindi hichi kinanikumbusha kipindi kile tulikuwa kwenye sintofahamu ya ugonjwa wa corona. Of course maisha yalibadilika sana na sasa hivi tunaishauri jamii irejee kwenye kipindi kile cha corona. Tuliona mambo ya kukumbatiana, kubusiana, kuamkiana kwa kushikana mikono tuliviepuka sana na zikapunguza changamoto ya COVID. Na kipindi hichi tunaona ugonjwa wa mpox, njia zinazotumika kuambukiza ni zile zile. Kwa hiyo tunaiasa jamii tupunguze sana kushikana mikono, kukumbatiana. Kwa hiyo inawezekana ikasababisha kupelekea hii ugonjwa usisambae kwa kasi. Gana nini na hatuoni kama kuna njia za kujikinga kwenye hicho kitu? Usalama ukoje huko? Ndio ndugu mtangazaji, naona sisi
Kama mkoa tumeanza kulifanyia kazi hili jambo. Nafikiri kutakuwa na vikao vinafuata, vikao vya viongozi, kuhakikisha viongozi wakubwa, na pia tunashauri sana matunda ambayo yatakuwa yanauzwa yafanywe usafi vizuri. Tunaenda kurudi kabisa kwenye kile kipindi cha COVID. Tumeona ili tusaidia sana, na kipindi hichi ni njia sahihi ya kupitia kwenye hiyo njia tuliyopita kwa ajili ya kupunguza cases nyingi za huo ugonjwa. Nataka tuangalie kwa mtu ambaye anaweza kuanza kujihisi, mbona sijioni kama niko salama? Ana dalili gani ambazo anaweza kujitambua za awali kabisa ukiachana na dalili kuu? Kuna dalili mbalimbali za ugonjwa wa mpox au monkeypox. Dalili kuu ya ugonjwa huu ni mtu kuota vipele maeneo ya usoni, mikononi, sehemu yote ya mwili, inaweza kuwa sehemu ya siri, miguuni. Kwa vipele ndo dalili kubwa ya ugonjwa wa mpox. Kabla hujatoka hapo kwanza, ndio mwingine anaweza kusema mimi wanatoka na vipele. Kuna vipele ambavyo ni kawaida, kuna vipele ambavyo si kawaida. Anawezaje kujitofautisha kwamba hivi vipele ni kawaida, hivi si kawaida? Asante sana. Actually vipele vya monkeypox havina tofauti sana na vipele vya magonjwa mengine. Lakini vipele hivi vya monkeypox vinaambatana na homa kali, maumivu ya misuli pamoja na mgongo, maumivu ya kichwa, madonda kooni. Ukipata dalili na pamoja na kuvimba tezi, zinapoungana dalili kama hizi, unaweza kujihisi kwamba yawezekana, kwa sababu tupo kwenye mlipuko, labda tunazungumzia monkeypox hapo. Hapo ndo tutashauriana baadaye nini cha kufanya unapohisi au ukimwona mtu ambaye ni mhisiwa wa monkeypox. Kuna taratibu tumeziandaa kwa ajili ya kuelekeza namna ya kuwasaidia. Na moja hapo ni kuna namba ya dharura ambayo unapigwa bure kabisa, 199. Ukipiga ukaelezea kwamba nimejihisi na dalili hizi na siwezi kufika kwenye kituo, labda utafuatwa, utapewa msaada. Kwa haya ataelezewa. Kuna mwingine ataamka atasema kwamba atasema mimi nikiamka asubuhi mwili wangu umechoka kabisa, sitamani hata kwenda kazini. Yaani yuko hoi. Ndio. Huyo pia anaweza kuchukua kama hatua ya msingi pia ya kuweza kujicheki. Kwa kipindi hiki ambavyo tuna mlipuko, hiyo ni moja wapo ya dalili, lakini inaambatana na vipele. Unapoona una vipele alafu unaanza kuhisi unachoka, unapata homa, afu vile vipele uvielewi, ni vizuri ukienda kwenye kituo cha afya cha karibu nawe au ukapiga simu 199 ukapatiwa msaada wa wataalamu. Mtu anaweza kushindwa kutambua dalili hizo mpaka kajifika hatua ya labda mbaya akiwa nyumbani. Umeuliza swali zuri. Ugonjwa huu wa monkeypox dalili zake zinaanza kuonekana kuanzia siku ya kwanza mtu ambapo ameambukizwa virusi hivi mpaka siku ya 21. Anaweza kawa na dalili hizi siku ya pili, anaweza kawa na dalili hizi siku ya 7 hadi siku ya 15 mpaka siku ya 21. Kwa ndani ya siku hizo tukao umekutana na mtu ambaye alikuwa na dalili au viashiria vya monkeypox, labda umemwona mtu ana vipele, amedhoofika, ukahisi kwamba inawezekana huyu mtu nilokutana naye ana monkeypox, alafu siku 2 baadaye na unaanza kujiona na dalili kama hizo, ni vizuri ukachukua tahadhari mapema kwa kwenda kwa. Kuna hatua ya kwanza ambayo mtu anaweza kuchukua akijihisi hivyo kabla ya kufika hospitali? Ndio. Hatua ya kwanza kabisa ni unachotakiwa ufanye kwanza, si kumnyanyapaa mtu huyo, ni kumwelimisha kwamba kwa ninavyoona na nimewahi kusikia kwamba jinsi hii dalili ulionayo ni dalili ya ugonjwa wa mlipuko wa monkeypox. Kwa ninachokushauri ni kwamba uende kituo cha afya cha karibu na wewe, sio mpaka uende hospitali ya mkoa au uende hospitali ya taifa. Kituo chochote kile cha afya kilichopo karibu na wewe, unamshauri aende kwanza hiyo sehemu, au kama ni wewe unaenda kwanza kituo cha afya. Lakini pia kama huna uwezo wa kufika, ndio maana zimewekwa taratibu za kumfikia mgonjwa kama yeye hawezi kufika kwa wataalamu. Ndio apige simu namba 199 bure kabisa. Kwa hiyo namna kuu ya kudhibitisha ni kufika kituo cha afya au kwa wataalamu wa afya. Watachukua sampuli ya damu, watapima na kudhibitisha kama kweli una vimelea ambavyo vinasababisha ugonjwa wa monkeypox. Kwa hiyo kudhibitishwa pekee ni kwa kukutana na wataalamu wa afya. Wakachukua sampuli, ndio watakupatia majibu baada ya muda mfupi kwamba kweli inawezekana hivi vipele ulivyonavyo sio monkeypox, kwa hiyo matibabu yake yatakuwa hivi, au hiki ulichonacho ni monkeypox kutokana na majibu ya vipimo. Kwa hiyo tahadhari nyingine zitaendelea na matibabu utapatiwa. Kingine cha kuwakumbusha wapenzi wananchi ni kwamba tunaweka tahadhari na nchi yetu iko makini sana kwenye haya magonjwa ya mlipuko. Tunapenda sana kupambana nayo kabla hayajasambaa sana, kwa sababu kwa mfano ugonjwa huu wa monkeypox hauna tiba maalum. Kusema kwamba ukiumwa utapewa, mfano ukiwa na malaria utapewa alu, ukiwa labda na UTI utapewa dawa za kuua bakteria, lakini monkeypox ni ugonjwa unasababishwa na virusi
hakuna dawa maalum. Isipokuwa tunamtibu mgonjwa kutokana na dalili alizonazo. Mfano akiwa na homa, tutampa dawa ya kutuliza homa, akiwa na maumivu makali tutatuliza maumivu. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri tukijikinga mapema. Kwa maana daktari, kwa lugha rahisi ni kwamba bado hakuna dawa ya moja kwa moja mpox, lakini mnatibu vile viashiria vya mpox kwa kutumia dawa zilizopo kwa ajili ya kupunguza hatari. Ni kweli, na imekuwa ikifanywa tafiti muda mrefu kama alivyotangulia kusema daktari awali. Ugonjwa huu ni wa muda mrefu, umetambulika kutoka muda mrefu. Miaka 1950 na huko. Kwa hiyo ipo chanjo ya ugonjwa huu, lakini dawa kabisa kwa ukishaumwa inakuwa ni changamoto. Ndio maana inabidi tujitahidi kwenye kuzuia maambukizi usisambae. Na hili lilikuwa ni swali langu, kama ugonjwa huu watoka mwaka 1958 na sasa hivi ndio imekuwa tishio, kwamba kipindi chote hicho hakukuwahi kuwa na dawa au kufanyika utafiti patikane dawa. Kipindi chote hicho huu ugonjwa umekuepo, lakini kama tunavyofahamu huu ugonjwa kwanza ulitambulika kwa nyani na viumbe jamii ya nyani, ila kuja kwa binadamu imekuwa ni mara chache, na kwa Tanzania kwa mara ya kwanza kesi zimeanza kugundulika mwaka huu, ambapo mpaka sasa hizi tumeshatambua wagonjwa 2 Tanzania nzima. Kwa hiyo kugundulika dawa magonjwa mengi ya virusi, dawa zake ni changamoto kupatikana, kwa sababu virusi vina kawaida ya kujibadilisha kutokana na nyakati na mazingira. Kwa hiyo inakuwa changamoto kupata dawa moja kwa moja ya virusi, kwamba mwaka 1958 dawa hii hapa, unakuta mwaka 1962 ni monkeypox, lakini haikubaliani na hiyo dawa. Inabadilika virusi. Okay. Na sisi ndio maana ikitokea tu mlipuko wa magonjwa tunapambana usisambae. Okay. Kwa maana hiyo moja kwa moja natuambia kwamba kuna njia ambazo mtu anatakiwa ajikinge kuhusiana na hii kitu. Yes, tumemwandalia pia ndugu msikilizaji namna gani ajikinge, na akishagundulika pia asiwe na wasiwasi, na akigundulika pia watu wasimnyanyapae. Sawa. Kabla tujaenda kwenye namna gani kujikinga, kuna makundi ambayo yako hatarini. Kwa mfano kipindi cha corona, tuliona makundi ya umri fulani wa wazee ndio ilikuwa hatari sana, kwamba hawa wako hatarini sana kupata ugonjwa huo. Lakini pia sijui kuhusu hii koje. Swali zuri kabisa mpenzi mtangazaji. Ni kwamba mtu yoyote yule yupo hatarini kupata huu ugonjwa wa monkeypox. Iwe mimi, awe wewe, uwe mtu mzima, uwe mlemavu, bila kujali rika, bila kujali umri, bila kujali kabila, bila kujali rangi. Lakini kuna watu ambao wako hatarini zaidi ya kupata huu ugonjwa wa monkeypox. Tunazungumzia watu ambao kinga zao ziko chini. Kwa mfano watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, watu wenye kisukari kwa muda mrefu na hawatumii dawa kwa ufasaha, kinga huwa inashuka kwa sababu hiyo. Watu wenye magonjwa ya kudumu ya muda mrefu, mfano kama kansa, kinga huwa inashuka. Lakini pia kundi lingine ni watoto. Watoto wapo hatarini pia kupata ugonjwa huu. Wajawazito wapo hatarini, kwa sababu pia ukiwa mjamzito automatically kinga ya mwili kuna namna inashuka kidogo. Na wazee wapo hatarini zaidi, isipokuwa ikumbuke kwamba mtu yoyote yule yupo kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu wa mlipuko wa monkeypox. Tuna mpango wa kuwafikia watu kutokana na makundi mbalimbali. Nafikiri mtaalamu mwenzangu atalizungumzia hili. Kuna makundi mbalimbali, kuna makundi ya viongozi wa dini watafikiwa, kuna makundi ya walimu na shuleni. Na okay, hii ataiongelea mratibu. Sawa, hakuna shaka tutapata vizuri kabisa kujua tunajikingaje sasa hapa. Kumekuwa na njia mbalimbali zinazoelekezwa na wataalamu kwa ajili ya kujikinga na huu ugonjwa wa mpox. Njia ya kwanza ni kutumia vitakasa mikono au kunawa mikono na maji tiririka. Ndio maana tumesisitiza sana hapo mwanzo, at least kila kwenye ofisi turejee kwenye utaratibu wetu ule wa mwanzo. Tuweke vyombo vya kunawia mikono na sabuni, na tuwahimize watu tubandike matangazo kabisa, kabla hujaingia huko nawa mikono, akitoka ananawa mikono. Kwa hiyo njia kuu muhimu sana ya kwanza ya kupambana na huu ugonjwa wa mpox. Njia nyingine tulivyosema ni kuepuka kugusana na mwisiwa au ukiona mtu yote majimaji kutoka kwenye mwili wa binadamu. Epuka kugusa majimaji ya mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Inawezekana kama mate, machozi, jasho. Kitu kingine, epuka kugusa mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox kwa kusalimiana, kukumbatiana, kubusiana. Kwa hiyo kipindi hiki tunaomba vitu hivi pia tuviepuke. Tusalimiane tu kwa mbali. Kitu kingine, kama jamii tunaziasa tuepuke kula wanyama na mizoga. Nyama hii jamii ya nyani tuwaepuke kula na kukutana nao kwa kiasi kikubwa. Kitu kingine, tunaambiwa tuepuke kuchangia nguo, mashuka
pia imeonekana, ndio ulivyokuwa unasema kule, ukienda mtu dukani kuchagua, mtu anagusa hapa anaachia hivi. Kwa hiyo kipindi hichi pia kama wataalamu wa afya tunahimiza sana tuepuke kuchangia nguo, magodoro, nini, tupunguze kutembeleana bwana. Ndio kipindi kigumu kidogo. Kusafisha, tumesema kusafisha mikono, vitu kama hivyo. Pia kipindi hiki ni muhimu pia jamii karejea kwenye mtu mwenye uwezo wa kununua barakoa akavaa, ili kuepuka, kwa sababu njia moja wapo pia mtu anayepiga chafya kukohoa anaweza kumwambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo tunaiasa jamii pia kutumia barakoa kwa ajili ya kupunguza changamoto ya maambukizi ya huu ugonjwa. Okay. Kuna mtu hapa ameniuliza kwamba ikiwa mtu amegusana na mtu mwenye au muhisiwa wa ugonjwa wa mpox na yeye asipate dalili zozote, anaweza kwenda kuambukiza mtu mwingine? Hapana. Kitu cha kwanza lazima kitu chochote lazima upate maambukizi kwanza. Ili uweze kumsambazia mwenzako lazima uingie maambukizi kwenye mwili wako. Na hao virusi waanze kuzaliana tena kwenye mwili wako, ndio unakuwa kwenye chance ya kumwambukiza mwingine. Ndio tukasema hata kama una mgonjwa nyumbani ni vizuri usimtenge. Of course cha msingi hapo ni kuhakikisha kwamba umenawa mikono vizuri. Kama mtamkimbiza kwenye kituo cha afya ni vizuri sana ukamchukua, kama ni ndugu yako mbebe vizuri, mpeleke kituo cha afya, lakini hakikisha kwamba baada ya kumshusha nawa mikono yako vizuri, kama unatakasa mikono yako vizuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunavishauri viweze kufanyika, lakini ni sio kipindi cha kwanza kukimbiana. Unamwona mwenzako ana vipele, anapata homa, unamfungia mlango unakimbia. Haitakiwi kuwa hivyo. Ni vizuri ukamsaidia kumfikisha kwenye kituo, lakini pia ukajikinga kwa kunawa mikono. Pia hata hilo eneo ambalo alikuwa amelala zile nguo zikasafishwa. Tunashauri kipindi hichi pia hata hizo cases kwa wataalamu wa maafisa afya wanashauri kama eneo hilo pia likasafishwa kwa kutumia hizi dawa za chlorine, likasafishwa vizuri ili kudhibiti hayo maambukizi. Asante sana. Tukirudi kwenye namna ugonjwa huu unavyoweza kuambukiza, vyanzo vya maambukizi ya ugonjwa huu ni kutoka kwa nyani au viumbe jamii ya nyani kwenda kwa binadamu. Ndio ukishafika kwa binadamu, kwa mienendo mbalimbali na tabia mbalimbali, unaweza ukatoka kwa binadamu mmoja mwenye dalili ya ugonjwa huu kwenda kwa binadamu mwingine. Kwa kama tunavyofahamu, kwa watu wenye, kwanza kabisa itambulike ni mtu yeyote anaweza kupata, hata kama ni kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke. Mtu yeyote mwenye kundi lingine lilopo hatarini, tulisahau kusema ndugu yangu, ni watu wenye mapenzi zaidi ya mmoja. Wenye hujihusisha na hiyo tabia ya penzi zaidi ya mmoja wapo hatarini pia. Kama mtu yani yeye hawezi kujizuia, lazima awe na wawili. Ndio. Kwa sababu ni rahisi pia kukuta utakuta labda ndo kubusiana ndo kunaanzia hapo. Kwa mfano tukija kuzungumzia kwa wapenzi wa jinsia moja, vitu vingi ambavyo wanafanya ni vitu ambavyo vinawafanya wanakaribiana sana. Kwa kama tayari mmoja wapo ana dalili za ugonjwa wa monkeypox, kukumbatiana ndo kupo hapo. Kubusiana kuko hapo. Hapa umetajwa zaidi wanaume. Ndio. Lakini hata wanawake pia. Lakini tunazungumzia sana kwa wanaume kwa tabia zinazofanyika ndo kubusiana, kukumbatiana, kugusana sehemu vimiminika mbalimbali kutoka sehemu za mwili vinakutana hapo. Kwa kama mtu mmoja wapo tayari ana dalili, ni rahisi kumwambukiza mwenzake. Okay. Kuna mtu ameuliza hapa kwamba inasemekana kwamba ugonjwa huu ni ndugu wa zamani wa mpox ambayo kunajulikana kama ndui ya zamani, smallpox. Ndio. Anasema kama ndui ya zamani ilifanikiwa kutokomezwa, kwa nini mpox bado upo? Asante sana. Kwanza nakubaliana naye kabisa. Ni swali la kitaalamu kwamba ugonjwa wa monkeypox ni virusi vinavyosababisha monkeypox ni jamii ya virusi vinavyoitwa ni orthopox viruses. Kwa wapo wengi, kuna wagonjwa wanaosababisha monkeypox kuna virusi vinavyosababisha monkeypox kama hivi, lakini kuna vingine vinasababisha hiyo surua, kuna vinasababisha ndui. Sasa jitihada zilifanyika mpaka kutokomeza hiyo ndui ya zamani kama tunavyoita. Moja wapo ni elimu kama hivi. Watu wakachukua tahadhari, lakini pia zikatolewa chanjo mbalimbali. Ilikuwa inatolewa chanjo ya ndui. Watu waliitikia kama ambavyo tunaomba watu waitikie kwenye maelekezo tunayowapa hapa, tuweze kutokomeza ugonjwa wa monkeypox. Kutokomeza kwa kwanza kunaanza kwa kuzuia maambukizi. Sababu virusi ukiviruhusu viambukize ndio ukuaji wake. Uzalianaji wake ndio ukuaji wake. Kwa hiyo tukiweza kuvizuia visiambukizwe na itakapobidi kutumia chanjo tukatoa ushirikiano, tutaweza kuwa na historia miaka ijayo kwamba
tuliweza kutokomeza monkeypox. Okay. Sawa. Tuzungumze sasa kwa ujumla. Mpox inaweza kuwa na athari gani kiuchumi kwa taifa? Asante sana. Hilo daktari aliligusia. Kiuchumi kwanza tukizungumza nchi kama nchi au serikali kwa kufupisha zaidi ni kwamba wanahudumia miradi mbalimbali. Yaani pesa yoyote ile inayozalishwa serikalini inahudumia miradi mbalimbali ya wananchi. Hapo ndo tutazungumzia mashule, wanafunzi wanahitaji madawati. Sasa hizi bahati nzuri tunapata elimu bure, inahitaji pesa hiyo. Walimu wanalipwa, wafanyakazi wanalipwa. Sawa, huduma za barabara, miundombinu na kila kitu. Sasa ikitokea ugonjwa wa mlipuko kama huu, mara nyingi matibabu yake ni ya gharama. Unakuta serikali inabidi ichukue budget ambayo ingeenda labda kuhudumia wanafunzi madawati, wahamishie kwenye kuhudumia huu ugonjwa ambao haukuwa kwenye budget mwanzoni, lakini kwa sababu tumeshindwa kutokomeza kwa kujikinga, mahitaji yanayotakiwa kuwahudumia wagonjwa kama alivyosema, asilimia kubwa ya wagonjwa tunaohudumia kwenye hospitali za serikalini ni wagonjwa ambao wengi wanakuwa ni wa msamaha. Sasa kama mgonjwa wa msamaha ni kwamba hospitali imetoa msamaha, lakini serikali italipa kama ikibidi. Sasa mfano kama huu ugonjwa wakiumwa wagonjwa wengi, kwanza pesa itahamia kwenye kuhudumia ugonjwa, lakini pia hao ndo tunategemea wazalishaji. Wananchi kama wewe hapa ukiumwa, huduma unayoitoa kama ilikuwa inazalisha haitawezekana. Kwa uzalishaji wa kitaifa kwa ujumla utapungua. Tutarudi tena kwenye umaskini ambao tunajaribu kupambana nao. Kwa lugha rahisi ni kwamba tuseme mtu ambaye hajali kuhusu kuchukua tahadhari, mtu ambaye tayari ameshajihisi na dalili, hajali kuhusu kukinga wengine, na yeye ni mtu ambaye hajali kuhusu maendeleo ya nchi yake. Huyo ni adui na nikosa kisheria pia. Kwa maana hiyo kuniambia kwamba ni sheria zipi ambazo zinafanya kazi kwenye haya magonjwa ya mlipuko ikiwa inatokea mtu anashindwa kukinga wengine? Hilo nitaomba atalizungumzia itakapofika nafasi yake ndugu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Okay. Atalizungumza vizuri. Sawa, basi nadhani tungempa nafasi moja kwa moja kabla tujaenda kucheki maswali ambayo yako hapa. Ndugu mtangazaji, mimi nitaka kuongezea kitu kimoja tu. Ndio. Ugonjwa huu una gharama yake pia, ni inalazimu serikali kuchagua vituo maalum vya kufanya matibabu. Kwa hiyo kuna na changamoto ya kusafirisha wagonjwa wa mpox. Wanatakiwa kuwa wametengwa, unaingiza gharama za serikali. Inatakiwa kuwa na maeneo maalum kwa ajili ya kufanyia matibabu. Hata watu wanakuja kufanyia matibabu wanahitajiwa kuvaa sare maalum kwa ajili ya kutoa matibabu. Kwa hiyo unaendelea kuleta changamoto kwenye utoaji wa huduma za kila siku. Kwa hiyo ni gharama, ndio maana tunasisitiza sana tupunguze mwingiliano wa watu, tuzuie maambukizi yasitokee, ili kusudi turuhusu watu waendelee na maisha yao ya kawaida. Asante. Okay, sawa. Kwa majina anaitwa Aule Eliki. Ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Njombe. Naam. Labda nirejee kwenye hayo makundi vile kwenye sheria. Sheria ambayo inatumika ni sheria ya afya ya jamii, Public Health Act, ambayo sasa sheria hii inaelekeza namna gani wananchi na jamii inaweza kuchukua hatua za kujikinga, na pale mtu yeyote anapokuwa amekiuka nini kifanyike. Na ndio maana katika idara ya afya kuna maafisa afya, tunazingatia hilo. Watu ambao hawatunzi mazingira yao, haweki mazingira katika hali ya usafi. Kuna sheria mbalimbali, kuna kanuni mbalimbali zinazotumika ili kuweza kudhibiti kuendelea kuambukiza haya magonjwa au kuendelea kusambaza haya magonjwa. Kwa hiyo ni waasi wananchi wasiingie kwenye hilo. Wachukua hatua wanapopewa maelekezo na serikali zetu za mitaa, wanapopewa maelekezo na viongozi wa serikali, waweze kuyazingatia hayo maelekezo ili kuepuka hizo adhabu mbalimbali ambazo zinaweza zikatolewa kama mtu atakiuka hizo sheria. Labda ndugu mtangazaji, niende moja kwa moja kwenye makundi yale ya msingi ambayo nataka chukue tahadhari kutokana na muda. Kwanza nijielekeze kwa wanafunzi shuleni, walimu na wanafunzi. Tuhakikishe kwenye kila darasa, nje ya darasa kuna maji ya kunawa, vile na sabuni kwa ajili ya kuwakinga wanafunzi wanapoingia na kutoka darasani. Lakini vile viongozi wa dini turejee kule, daktari amezungumza hapa kipindi cha corona. Tunategemea na tunaelekeza kwamba kwenye mazingira yote ya dini, nyumba za ibada, kwenye milango yote kuingilia nyumba za ibada, basi wazingatie kuweka vitakasa mikono pamoja vile na maji safi ya kunawa tiririka na akiwa na sabuni. Lakini vile waweke mazingira ambayo yatawafanya watu wasikae kwa msongamano kwenye nyumba za ibada. Sababu madaktari hapo wamezungumza kabisa kwamba mojawapo ya njia za kuambukiza ni vile kugusana, watu kugusana na vitu kama hivyo. Lakini kuna ndugu zetu wa tiba asili wanahudumia wagonjwa mbalimbali. Wanapoona mgonjwa yote mwenye dalili ambazo zimeelezwa na madaktari hapa,
ni vizuri wakashirikiana na vituo vya kutolea huduma za afya ili waweze watu wao kupata vipimo na kujua kama wameambukizwa au la. Wasikae na wagonjwa wenye dalili ambazo zimezungumzwa kwenye kambi zao za huduma za tiba asili. Na viongozi wa serikali za mitaa tunawahimiza waendelee kufuatilia namna gani wananchi wanachukua tahadhari ya namna kuepuka haya magonjwa ili kutofikia kwenye hiyo burden ambayo daktari ameizungumza hapa. Lakini bila kuwasahau wazazi na walezi, tuhakikishe watoto wetu wananawa mikono, wanakuwa katika hali ya usafi. Lakini kama kuna nyumba ambayo kuna mtu mwenye dalili kama hizo, wahakikishe watoto hawagusi vile vitu ambavyo amevitumia yule mtu mwenye dalili hizo. Lakini bila kusahau vyombo vyetu vya usafiri, wasafirishaji, mabasi, maeneo ya stand, turudi kule kwenye corona, tuwe na maji safi ya kunawa, vitakasa mikono. Lakini hata kwenye mabasi, wasafiri wetu tunatakiwa tutumie vitakasa mikono ili kuepuka kueneza ugonjwa wa mpox. Tunaweza kuambia starehe huko kwenye mabaa. Tunarudi kule tulikuwa kule kwenye mabaa, tukawa tuna vitakasa mikono kwenye kila baa. Kama mtu hajaingia, kuna watu wananawa mikono pale mlangoni. Kwa hiyo tunahimiza turudi kule kwenye ugonjwa wa corona ili mwisho wa siku tuzuie ugonjwa usiingie kama alivyosema daktari. Kwa ndio kuniambia Daktari Yariki ni kwamba haijalishi ni mteja anakuja kukuletea pesa, lakini akigoma kunawa mikono asiingie kuhudumiwa. Hilo nafikiri ni la msingi. Kwa sababu mwisho wa siku hiyo pesa ambayo anakuletea gharama yake ni kubwa. Ukishapata ugonjwa gharama yake ni kubwa kama alivyosema daktari. Ukienda hospitali gharama za matibabu ni kubwa. Na amezungumza hapa kwamba hakuna dawa moja ambayo inatibu huo ugonjwa. Ndio sababu kulingana na dalili ulizonazo, maana hata matumizi ya huduma